watu walikuwa naona kama mcheza mpira peke yake ndio anastahili kufanya mazoezi na kwenye shughuli hizi za mpira ni za wacheza mpira peke yao, lakini sivyo hivyo. Sasa hivi ni vitu, kwanza ni afya, sasa hivi magonjwa ni mengi, na vile vile ni kutengeneza utamaduni kwamba mazoezi ni afya. Bila mazoezi kwa kweli, na maisha yetu sasa hivi na vyakula vya sasa hivi vina makemiko mengi kweli kweli, ndio maana unakuta pana mastroke, watu wengi wanapata mapresha kwa sababu ya kutofanya mazoezi. Kwa hiyo fursa hii tulioipata, kwa sababu tumetoka mbali Dar es Salaam, timu yetu ya Gymkhana Club kuja kushiriki mashindano haya, viongozi wangu wameona kuna fursa fulani ili kuweza kuja kushiriki mashindano haya, na vile vile kutengeneza wigo kwa nchi jirani. Kama hivyo wamekuja, tumecheza mechi, tumetoka kucheza na Benin, kuna Uganda, kuna Kenya, kuna Rwanda. Kwa hiyo kwa kweli ni sehemu moja nzuri ya kimaisha, sio kwenye kujuana kwenye mambo ya michezo na kwenye mambo mengine ya kimaisha. Kwa hiyo ni fursa kubwa, na mimi nafurahia fursa hii kwa kualikwa timu yetu ya Gymkhana Club ya Dar es Salaam. Kwa sasa hivi tunatakiwa tuwatengenezee wadogo zetu, watoto zetu, wajukuu zetu, tunatakiwa tuwatengenezee, tuwaambie upendo. Zamani timu zilikuwa zinapendana sana, wachezaji wa zamani. Mpaka leo nakuta mchezaji wa zamani aliochezea Kenya na alichezea Tanzania, Rwanda, pana urafiki wa karibu. Lakini tofauti na wadogo zetu wa sasa hivi, kama mchezaji alichezea Rwanda au Kenya au Zambia, anakuja kujuana naye wakati wa labda amecheza timu moja, akiwa Simba, akiwa Yanga. Wakimaliza hapo, shughuli inakuwa imeisha. Lakini sisi wakati wetu mpaka sasa hivi, wachezaji tuliocheza nao zamani, waliocheza Kenya, Uganda, Zambia, Burundi, Rwanda, mpaka sasa hivi ni tuko nao pamoja. Kwa hiyo wadogo zetu wa sasa hivi tunaomba, muhimu sana ni nidhamu. Kwenye vitu hivi vinatakiwa nidhamu. Usione wewe kutokana na watoto wa sasa hivi wanapata pesa, kusema kweli, tofauti na wakati wetu. Sasa zile pesa zisiwachanganye wakaona kama zile pesa ndio kila kitu. Kwa lazima tutengeneze undugu, ujamaa. Leo unaweza kutoka ukaalikwa na mtu wa Kenya, Rwanda, Burundi, Zambia, na wewe ukamwalika mtu wa Kenya, ukapata vitu vingine nje ya mpira. Kwa hiyo ni vitu muhimu, wadogo zetu tunaomba vitu hivi wavifati sana na wasiviachie hapa. Mimi ninachotaka niongee, kama mimi inaniuma sana vitendo hivi kama viliotokea hivi mechi zetu ya timu zetu kubwa za Simba na Yanga. Na Simba na Yanga ndio ni kioo cha jamii, kwa vilabu vyote vya chini vinawafuata Simba na Yanga. Kutoka Simba na Yanga ndio watu wengine wanafuata Mtibwa, Kagera, sijui nani. Sasa leo wakubwa wanachofanya kitu kama hiki, kwa kweli akileti mtazamo mzuri kwenye mpira wetu wa Tanzania. Kwa hiyo kama mimi, ili mpira wetu uweze kuendelea, naiomba serikali tuachie mpira ufanye kazi yake wenyewe. Mpira una sheria zake. Hebu tuache kanuni ya soka ifanye kazi yake. Tuache serikali kuingilia mpira. Kwa sababu sasa hivi ndani ya Simba na Yanga, mimi naweza kusema ndio inaharibu mpira wa Tanzania. Ndani ya Simba na Yanga kuna viongozi wa nchi Simba, kuna viongozi wa nchi Yanga. Sasa wale ndani ya malumbano yao ndio wanatuharibia mpira wa Tanzania. Kwa hiyo naomba kama kunawezekana, Mama Samia ananisikiliza kama mchezaji wa zamani, hebu tuachie mpira uende kwenye kanuni zake. Kwa sababu kama sasa hivi tuna viongozi wa bodi ya ligi TFF, lakini hawana kazi yoyote pale. Vitu vyote wanavyovifanya vinaonekana havina kazi. Watu wengine ndio wanaongelea mpira nje ya TFF. Kwa hiyo hata TFF wanashindwa kutoa maamuzi kutokana na wakubwa waliokuwa juu, jinsi wanavyokuwa na mamlaka kuliko bodi ya ligi au TFF. Kwa hiyo kama tunataka tupate maendeleo kwenye nchi yetu, hebu tuachie sheria za mpira, kuna kanuni, kila kitu. Tuachie mpira uende kwenye kanuni ili tuweze kupata maendeleo kwa vijana wetu wa baadaye. Kuwajibika wanawajibika, lakini kuna mamlaka fulani wanaingiliwa, wanashindwa kufanya maamuzi kutokana wanaingiliwa kwenye ile shughuli yao wewe kama viongozi wa nchi. Kuna baadhi ya wakubwa ambapo wanakuja wanawapanda juu, wanafanya kuwaendesha wale watu washinde kutoa maamuzi yao kama viongozi.
na ndio maana nikaongea serikali natakiwa waachie bodi ya ligi waende kwenye sheria za mpira zinavyotaka. Hapo tutapata maendeleo.